Waziri Mkuu na makamu wa kwanza wa rais mstaafu Jaji Joseph Warioba amesema ili kutathmini kiwango cha nguvu iliyotumika katika kudhibiti maandamano ya Oktoba 29 mwaka huu, ni lazima idadi ya waliouawa katika maandamano hayo ionekane wazi. Warioba ameyasema hayo katika mahojiano maalumu aliyofanya na mwanahabari mwandamizi Manyerere Jackton wa gazeti la Jamhuri. Jaji Warioba amehoji zaidi kwamba viongozi au wasimamizi wa ulinzi na usalama kama hakuna watu wao wa karibu ambao waliuawa. Amesema ikiwa vyombo hivyo vitahusishwa na siasa, itapelekea kutokea kwa mgawanyiko ndani ya vyombo vya ulinzi na usalama, akisisitiza hasa katika jeshi la wananchi wa Tanzania. Sikia rais akizungumza bayana kabisa kwamba pengine nguvu iliyotumika kuzuia haya ambayo upande mmoja unaitwa ni maandamano, lakini upande mwingine unaita kwamba ilikuwa ni uasi, kwa maana kwamba kulikuwa na dhamira labda kuiondoa serikali madarakani. Wewe unadhani kwamba hii nguvu iliyotumika ilistahili? Tazama, ndio ninayosema kwa watu wa kawaida wanaweza kuangalia mama, tutaijaji kwa kuona idadi ya watu waliokufa, maana ni kubwa. Na ukiona kwa miaka kama miwili vyombo vya ulinzi na usalama vilikuwa vimeambiwa wajiandae kuja kusimamia mchakato wa uchaguzi uwe huru, haki na amani. Kwa hiyo watu waliasumu vyombo hivi vimejiandaa kuja, kama kikitokea chochote wamejiandaa. Sasa tunajiuliza, walijiandaa vipi? Walijiandaa kwa bunduki na risasi? Kwa sababu ndio wametumia zaidi. Nini waliandaa? Na hiyo ndio inatakiwa kuweza kujaji kama nguvu iliyotumika kwamba inafanana na mazingira. Hapa unashughulika na vijana ambao hawana silaha za kisasa, wewe una bunduki na risasi. Sasa watangaze, ndio tunaweza kuamua kama kweli nguvu iliyotumika ilistahili. Mimi nadhani hali ni tofauti. Hivi hawa polisi hakuna hata mmoja ndugu yake ameuawa? Hawa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama hakuna yeyote, ama viongozi hakuna hata mmoja ambaye ndugu yake ameuawa?